Yo, what's up? Mi naitwa you know my name. Kuna mtu mmoja YouTube aliniambia niache ego. Niwe nataja jina langu watu wanifahamu. Well, I'm sorry, but mi naitwa you know my name. That's my name. Kama unifahamu, ask around. Mi ni nani? Au vipi? So, bila kupoteza muda, watu wengi wamekuwa wakinitumia message, fanya review ya album ya J. Cole. Bro, hii album iko na nyimbo nyingi sana. Yaani disc 29 peke yake iko na nyimbo 12. And disc 39 iko na nyimbo 12. Buda, hizi nyimbo ni nyingi. Sawa, so kitu ambacho nimekifanya, nimeisikiliza album yote. Ni album ambayo mimi na repeat kila siku, kwa sababu watu ambao mnafahamu mnajua kabisa ni kwa Tanzania mimi ndio shabiki namba 1 ya J. Cole na kila kitu au vipi. So ni album ambayo nimekuwa nikisikiliza kila siku ili nipate kitu ambacho hata kama hujaisikiliza hii album au kama umeisikiliza, hichi kitu ambacho nitakielezea leo kitakufanya uipende hii album zaidi na uende ukaisikilize zaidi na zaidi au vipi. So tunaanza kama ifuatavyo. Wote mnafahamu ngoma ya Dead President. Sijui kama mnaelewa nini maana ya Dead President. Maana ya Dead President sio ni rais ya aliyefariki, hapana. Dead President maana yake ni mkwanja, mula, ndio maana Dead President au vipi. So kutoka kwenye mixtape yake ya The Warm Up ambayo ilitoka mwaka 2009. So katika hiyo ngoma ya J. Cole Dead President 2 kuna mstari mmoja J. Cole alisema hivi: ahead of my time like I lived my whole life backwards. Yani niko mbele ya muda, ni kama maisha yangu yote nimekuwa nikiishi nikirudi wapi? Nikirudi nyuma. Naomba unisikilize vizuri kwa sababu kuna connection kubwa sana ya hivi vitu ambavyo amekuwa akivisema kwa muda mrefu. Na kipindi hii mixtape ya The Warm Up inatoka, ambayo hii ngoma ya Dead President ilikuwa katika hiyo mixtape, kipindi hicho J. Cole alikuwa na miaka 24 tu. Alikuwa bado ni kijana mdogo, lakini unaweza ukaona busara zake, yani unaelewa, ni kama alishaishi duniani before. You get what I mean? Sawa. Kitu ambacho J. Cole amekuwa kikifanya muda wote huo ni alikuwa anapanda mbegu. Pengine hicho kipindi wakati The Warm Up mixtape inatoka, alikuwa ashajua kwamba kuna mwaka fulani ukifika nitaachia albamu yangu ya mwisho, na albamu yangu ya mwisho itakuwa inaitwa The Fall Off. So hapa alikuwa na plant seed mapema au vipi? Twende mwaka 2014. Mwaka 2014 J. Cole ndo alitoa the best album. Yani J. Cole katika maisha yake yote hana album noma kuzidi Forest Hills Drive. Sawa. To me, hiyo ndio album namba 1 ya J. Cole ambayo ni classic. Mimi ni big fan, hata The Fall Off naipenda sana, lakini J. Cole hana album ambayo inafikia Forest Hills Drive. Hiyo ni album the best. Na kwa wale ambao hamfahamu Forest Hills Drive ni nini, Forest Hill Drive ni mtaa ambao J. Cole anatokea huko kwao North Carolina. Katika wimbo wa Fire Squad ambao pia hata mimi nilifanyaga remix, kwa wale ambao wanajua, ya kwangu ilikuwa inaitwa Toa Kiduku. Katika hiyo ngoma ya Fire Squad kuna line ilikuwa inasema, so ahead of my time, even if I rhyme about the future, I'll be reminiscing. Yani bro, niko mbele ya muda katika level ambayo hata kama nikirap kuhusu yajayo, kwangu ni makumbusho. Sijui kama tunaelewana. Sio makumbusho yani kwangu ni makumbusho. I'll be reminiscing. Hiyo pia ni mbegu ambayo J. Cole alikuwa anaipanda, lakini kwa miaka yote sisi tulikuwa tuelewi, because kwenye album ya The Fall Off ametuonyesha namna wakati sisi tunakuwa kwenda uzeeni, yeye alianzia uzeeni akirudi nyuma. Najua inaweza ikawa it make sense right now, but it make sense soon au vipi. Mwaka 2024 akatoa ngoma inaitwa Port Antonio. Katika hii ngoma ndio ngoma ambayo aliaddress kwa nini alitoka kwenye ile beef ya Kendrick Lamar na Drake na kila kitu. Na kwa wale ambao hamfahamu Port Antonio ni nini, Port Antonio ni sehemu moja ambayo inapatikana Jamaica huko. Unajua ni sehemu ya watu wagawa wanakwenda kuchill, unajua kuwa fun na kila kitu. So inasemekana kipindi ambacho anaandika hii ngoma J. Cole alikuwa yuko Port Antonio, right? So kwenye hiyo ngoma ya Port Antonio kuna line moja ya J. Cole ilikuwa inasema hivi: Benjamin Button core flows reverse time. So unaweza ukaona mwaka 2024 Port Antonio, Benjamin Button
Cold Flow, Reverse Time. Mwaka 2014 kwenye Forest Hills Drive, Fire Squad, So Ahead of My Time, Even If When I Rhyme About The Future, I'll Be Reminiscing. And then mwaka 2009 kwenye Dead President, Ahead of My Time, Like I Lived My Whole Life Backwards. So kila kitu kinaonyesha reverse. Lakini kwenye Port Antonio kuna neno hapa, sawa, Benjamin Button. Sijui kama nimelipronounce sawa hiyo, Button au ni Button, whatever. So Benjamin Button, kwa wale ambao hamjaicheki hii movie, inabidi nikimaliza huu uchambuzi, mtafute hiyo movie, muiangalie, msikilize uchambuzi, and then mwende mkasikilize hii album ya J. Cole, The Fall Off. So kwenye movie ya Benjamin Button, ambayo imechezwa na star mkubwa sana Brad Pitt, story yake ni very simple. Story yake ni Brad Pitt anazaliwa akiwa mzee, so the more anakuwa kuelekea kijana. So yeye alikufa akiwa mtoto, huku akiwa amebebwa na nani? Na mke wake ambaye alikuwa ni bibi kizee kabisa. So wakati sisi tunakuwa kuanzia utoto kwenda uzeeni, Benjamin Button yeye alianzia uzeeni kuja utotoni. So kila kitu J. Cole amekuwa akijaribu kutuonyesha reverse time. Sawa. Sasa tuje katika album yenyewe, The Fall Off. Nimewambia album iko na nyimbo nyingi sana, right? Lakini kuna wimbo mmoja ambao ndio umebeba jina la album na unapatikana katika disc 39. Huu ni wimbo namba 2, unaitwa The Fall Off is Inevitable. The Fall Off is inevitable, yani kuanguka bro hakukwepeki. Wote lazima tutaanguka, but kikubwa ni utaangukaje? Kwenye anguko lako utakuwa na nani? Mwisho wa anguko lako utakuwa peke yako? Maanguko yana maana nyingi sana, you get what I mean? So kwenye hii ngoma bro, na hii mistari ya hii ngoma haiko Apple Music, sawa, but a short story kuhusu hii ngoma ya The Fall Off is Inevitable. Sitaki kuwasomea mistari, lakini the whole idea ni hii ngoma inaanza J. Cole akiwa amekufa. So maisha yake yanaanzia akiwa amekufa, yakirudi nyuma. So mstari wa kwanza kabisa, mstari wa pili, anasema my life I see it in reverse. I first appeared in a hearse. Sawa, maisha yangu nayaona in reverse. I first appear in a hearse. The driver steered to the church. My grandkids carried the coffin to the altar as haya maads ya nini jamani? Maisha yake yanakwenda in reverse. I first appear in a hearse. Hearse ni ile gari ambayo inabeba maiti. So unajua gari zile kwa kuna msiba kuna wale magari ambayo yanabeba jeneza. Hiyo ndio hiyo gari. The driver steered to the church. So driver was you kanisani whatever. So wajukuu zake wamebeba jeneza lake, wanapeka kwenye altareni pale. Sisi wa Katoliki pale altareni pale mbele kanisani. So hiyo ni kuonyesha kwamba life yake imeanzia hapo. So sisi wakati tunaelekea huko, yeye ameanzia pale wakati anakufa. So hata kwenye video unaanza kuona, na hapa anaelezea vizuri kabisa kwenye mistari. Yani ukipata time you just go and soma hii mistari. Kwa wale ambao waelewi mistari ya Kiingereza, mimi ndo nawapa story. So anaelezea vitu vingi sana akirudi nyuma. So ni kama anatoka kwenye jeneza, anaanza kuonyesha watoto wake, and then kwenye video ukiangalia utamwona kuna mke wake Melissa Hayholt. Ni Hayholt au Hayholt, I don't know. Melissa akiwa na mimba, and then mimba inapotea, anarudi, yani anazidi kurudi nyuma zaidi. So kitu ambacho nilikipenda, kutokea akiwa kwenye jeneza, ana rap kuhusu familia, kila kitu kipo stable. Wakati anarudi nyuma, alivyofika kwenye maisha yake ya ujana, hiyo video ikaanza kuwa up and down. Unajua mambo mengi, kwa sababu ujana una mambo mengi, kuna addiction na nini, na hapo kwenye ujana ndio sehemu ambayo kuna kuwaga na maanguko ya vijana wengi. And the fall off yenyewe inatokea sana kwenye huo ujana. Sawa, watu wengi kuna ambao wanaanguka, wanashindwa kusimama na kuendelea. Unajua kuna wale ambao wanaanguka lakini wanapata nafasi ya kusimama na kuendelea na kuwa watu bora zaidi. So video inaendelea, inarudi nyuma. So inarudi nyuma mpaka sehemu moja muhimu sana kwenye hii album. Sawa, kuna mstari mmoja ambao to me I think ndio the best bar. Huu mstari J. Cole alikuwa anasema
I watch my father walk back into my life and it clears up the heart. Mashabiki wa J. Cole wanajua kabisa kwenye nyimbo nyingi sana za J. Cole amekuwa akipiga story kuhusu baba yake, yeye kupata nafasi ya kuishi na baba yake. Sawa, siwezi nikasema kama waliwatelekeza whatever, but aliondoka wakati J. Cole na bro wake, kwa wale ambao mfahamu, J. Cole yuko na kaka nyumbani kwao, wamezaliwa wawili. So aliondoka wakati wao wakiwa wadogo sana. Kwenye nyimbo nyingi sana J. Cole amekuwa akirap akionyesha hasira, yani kuwa disappointed, yani kwa nini baba yao aliwaacha. But kwenye hii line J. Cole anasema anamwona baba yake anarudi tena katika maisha yake, na hicho kitu kinaondoa maumivu ambayo amekuwa nayo muda mrefu. The reason why naambia hiyo line ni deep because maisha yanarudi nyuma. Kama baba yake aliondoka, ina maana maisha yakiwa yanarudi nyuma, baba si alirudi. So baba alivyorudi, ina maana na J. Cole pia alirudi. Kwa sababu kama maisha yanarudi nyuma, baba alirudi, ina maana kama waligombana na mama yake, baba na mama wakawa wako sawa, and then mama akawa ile mimba sasa ikarudi. Sasa J. Cole yuko tumbani kwa mama, and then baba akarudi katika maisha yake ya kawaida, mama akarudi katika maisha yake ya kawaida, wakiwa bado hawajapatana. So ina maana mwisho tunapokwenda, ndio maana video inaisha kwenye giza, ni kwamba before mama yake J. Cole na baba yake wakutane, J. Cole alikuwa yuko nowhere to be found. You get what I mean? Alikuwa yupo katika space ambayo yuko na peace, hana stress, hajui kama kuna siku atazaliwa na kila kitu. Wazazi walipokutana, mama akapata mimba, ikakaa miezi 9. Baada ya miezi 9 J. Cole akazaliwa. Alivyokuwa mkubwa kidogo, baba yake akaondoka. Sijui kama unaelewa. Akakuwa na hayo maumivu maisha yake yote. So anapoelezea hii ngoma kwa kurudi nyuma, ina maana hiyo state anavyokuambia kwamba namuona baba yangu akirudi na hicho kitu kiliondoa maumivu yangu, ni kwamba sasa hivi alipofikia as an artist, na wote tunajua kwamba amedeclare na kusema kwamba hii ni album yake ya mwisho. From now on atakuwa anataka tu kufanya kazi, labda kutengeneza kazi za wasanii wengine, lakini anataka kutumia muda mwingi sana kuspend na familia yake na kila kitu, kwa sababu yeye ndio anaamini ameshafikia mwisho wa sanaa yake. Na hiyo line ya baba yake kwamba baba amerudi katika maisha yangu na sasa sisikii maumivu, ina maana katika anguko lake yeye sasa hivi yuko at peace na baba yake, yuko sawa, yani yuko at peace kama vile ambavyo alivyokuwa kipindi ambacho baba yake hajakutana na mama yake anaye hajazaliwa. Jesus Christ. Bro, oh man, that's why nawaambiaga watu kila siku, mimi kwa J. Cole nitamweka J. Cole over any MC dunia hii, dead or alive. J. Cole is one of the best, number 1 duniani, dead or alive. Hakuna MC anaweza kumshika J. Cole. This kid is genius, man. So the reason why nimechagua kuielezea hii nyimbo ni kwa sababu the fall off is inevitable. Hii ndio ngoma pekee ambayo imeshika album nzima. Like ukielewa hii ngoma utakuwa ushaelewa theme ya album nzima ikoje, because kuna wimbo hapa pia kwenye album hii disc 39. Wimbo unaitwa Life Sentence. Sawa, katika the fall off is inevitable iko wazi kabisa kitu ambacho sasa hivi kinampa peace ni familia yake. Na video wakati inaanza unaweza ukaona sehemu ya familia, hata hiyo video inavyoonyesha kila kitu kipo at peace, kila kitu kimetulia. The more anarudi nyuma katika maisha yake ya ujana, vitu vinaanza kuwa mambo mengi, ups and down, you get what I mean? So the other meaning is sasa hivi alipofika yuko at peace. Unajua sasa hivi atapata nafasi ya kukaa na familia yake. Hiyo ndio the fall off ya, hilo ndio anguko lake la sasa hivi. Asha rap sana, unajua yuko na tour by the way December South Africa hapo. J. Cole yuko na tour. Natamani sana ningeenda jamani. Kama kuna sponsor anaweza akatokea jamani. Sponsor fanya namna bwana. Mimi nikipata kama 5 million inanitosha. Niende South Africa nika mcheki J. Cole. Hey bro, live and direct for the first time. So au kama mashabiki zangu mnanikubali nitoe namba, tuanze kuchangishana jamani. Tuchangishane 10,000 tu, nikipata watu 1,000 wakunichangia 10,000. Mbona mapema babu? So anguko lake yeye sasa hivi ni kupata nafasi ya kukaa na familia yake, na kila kitu amekieleza. Ukienda kusikia hii katika hii ngoma ya Life Sentence ambayo ni special kwa ajili ya mke wake Melissa He Holds.
Hot whatever hiyo ngoma. Lakini pia ni kitu ambacho alikielezea pia kwenye The Fall Off Is Inevitable. Sawa. So hii ngoma pekee number 2 ndio ngoma ambayo imebeba theme ya album nzima. Ukiweza kuelewa hii concept ya huu wimbo mmoja, utakuwa tayari umeshapata concept ya album nzima The Fall Off inamaanisha nini. Sawa. Ukiniuliza mimi nimejifunza nini kwenye hii album The Fall Off, nitakwambia tu kitu kimoja. Anguko is inevitable. Like anguko alikwepeki. Sawa. Lakini kikubwa ni unaangukaje. Hicho ndio kitu ambacho kina mata sana, si ndio? Kuna watu walipatwa na maanguko ambayo yaliwaletea stress na wakapotea kabisa. Unajua, kuna wale ambao walikuwa kipindi wana pesa, walikuwa na marafiki wengi sana. Lakini anguko lilipotokea, pesa zikapotea, marafiki wote wakakimbia, akabaki alone. Do you understand? So as much as yes, maisha yako na ups and down, lakini tujitahidi sana na tumuombe Mungu siku ambayo maanguko yetu yatafika, kwa sababu wote lazima tuanguke. Siku ambayo maanguko yetu yatafika, maanguko yatupate tukiwa katika mikono ya watu sahihi, kama Benjamin Button. Mnakumbuka ile movie niliwahadithia, jamaa ambaye anakuwa mzee and then akafa akiwa mtoto mdogo, alikufa mikononi mwa mke wake. Hicho ndo kitu ambacho J. Cole alikuwa anajaribu kuwaonyesha. Sijui kama tunaelewana bro. So katika hii ngoma mwishoni kabisa J. Cole anakuonyesha kwamba ili ndo anguko langu, nimekubali anguko langu kimuziki na niko at peace, nimemsamehe baba yangu, unajua, na sasa hivi nataka niweke focus kubwa sana kwenye familia yangu, kwa sababu hicho ndo kitu kikubwa sana kwenye maisha ya mtu yote ule duniani, si ndio? So tumuombe Mungu maanguko yetu yawe mazuri jamani, au vipi? So yeah, that's it for today. I hope wazee tumeelewana, I hope. So right now, kama bado hujasikiza album ya J. Cole, make sure baada ya hii kitu you just go and listen to that album bro. Enjoy. That's it. I hope nimekusaidia kupata the whole meaning ya hiyo album ya The Fall Off. Mimi naitwa, you know my name. Till next time. Peace.